mimi ambaye na miliki chombo cha moto napomuuzia mwenzangu na hakikisha kwamba anabadilisha nini jina. Au mfano kama cha kwako umenunua kutoka kwa mtu mwingine, hakikisha unabadilisha nini jina. Zamani ilikuwa lazima uwe na mkataba wa kisheria mauziano, si ndio hivyo? Wanasheria si wako. Uwe na kadi ya chombo cha moto, uwe na tini ya kwako, uwe na kitambulisho cha yule aliyokuuzia, kitambulisho cha kwako. Hivyo yote lazima uwe navyo. Lakini kwa sasa hivi mfumo huu sio lazima uanze kuwa na tini yako wewe muuzaji. Sababu tini yako tayari ipo kwenye mfumo. Na unaingia tu kwenye mfumo huu ambao kwa kutumia tu simu yako ya mkononi, ambao watu wetu hapa naamini kwamba watapata nafasi ya kuelekeza vizuri. Unaingia tu kwenye mfumo unaitwa mfumo wa iDRAS. Tumeuzindua sio muda mrefu. Unakusaidia kubadilisha jina ya chombo cha moto ambacho umekiuza wewe kama muuzaji. Ila wewe kama mnunuzi, yule aliyokuuzia ndo anatakiwa yeye abadilishe nini jina. Yaani uendeshe chombo cha moto ambayo ni halali, kinasomeka jina la kwako na kimeandikwa jina kina uzito ambao unatakiwa. Isiwe kama labda mimi naendesha guta la tani 2, kumbe kwenye kadi imeandikwa tani 3. Sawa, yapo hapo. Kuna wengine ni ya kufoji. Unajua kwa nini? Tuna huku kwenye mipaka kuna vyombo vingine vinaingia kutoka kwenye nchi za nini? Za wenzetu kwa njia ambazo za magendo. Lakini pamoja na hivyo, jukumu ambalo tunapita nao hapa kuwasisitiza ninyi Bwana Asumani na wengine mnatumika nyie kubeba kuwasaidia wateja kubeba mizigo yao, si ndio hivyo? Nenda kwenye duka la Bwana Ava, kaninunulie bidhaa hizi, anatuma pesa kule. Lakini kabla hujabeba wewe mzigo, mwambie risiti ya nini ya huo mzigo. Wewe umesoma shule gani? Shule msingi napata. Ambao ni ya serikali au nani? Lakini sasa hivi mwanao au mtoto wa nani analipa ada? Alipi ada. Umenipata? Nani analipa mishahara ya walimu? Ni kodi yako, mimi na wewe. Na serikali itapata wapi hizo pesa? Ni kodi yako wewe unayolipa. Kwa hata tukienda kule kubeba mzigo, kama ukimwambia bwana risiti, ndani ya risiti hiyo ndio kuna kodi hii ya serikali. Umenipata? Kwa hiyo nataka tu kuambia leo kwamba tumerahisisha pakubwa upatikanaji wa leseni za udereva. Tunamalizia tu kujenga mfumo hapa. Hizi leseni zipatikane hapa hapa. Lakini sasa hivi kila kitu kwenye mfumo unamalizia hapa, ila kuprintia inaenda kuprintiwa wapi? Mtwara. Lakini tunataka sasa hivi Masasi ijitegemee kabisa, iwe na printer kwa kile, angalau tukisema bwana kuna kiwanda kimeanzishwa pale kinataka maafisa usafirishaji, lete leseni, hauna. Umenipata? Kwa hiyo umeshafanya hiyo. Na pamoja na leseni hiyo tunaokupa inatumika kama kitambulisho. Umenipata? Sasa hivi tuna kitambulisho cha taifa, una cha mpiga kura, una cha leseni. Leseni itakuwa inatumika kama nini? Kitambulisho. Lakini utambulisho halali kusema kama mimi ni dereva wa chombo cha moto. Lakini kuna wao wengine wanaoendesha magari wanaofanya biashara. Sasa wewe sio lazima tu kila siku hapa. Ukifanya magari hivi wanaofanya biashara, ile gari inalipiwa kodi ya mapato. Serikali mwaka jana imefuta kodi ya mapato kwenye nini? Kwenye pikipiki. Kwa hiyo nyinyi amlipi nini? Kodi ya mapato. Isipokuwa hakikisha chombo kinasomeka jina la kwako. Sawa jamani? Niwashukuru sana, mimi niwatakie kila laheri. TRA, pamoja tunajenga taifa letu.